إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إني waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa bado katika masiku au katika miezi mitukufu, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza, tumo katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya kitabu chake, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo mkadhulumu nafsi zenu kwa kufanya maasi, kwa kufanya shirki na kwa kufanya bid'a. Msidhulumu nafsi zenu kwa kuzielekeza nafsi zenu katika mambo ambayo yanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo ambayo yanauchafua moyo wa mwanadamu. Miongoni mwa mambo hayo ya shirku billah ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na katika miongoni mwa mambo mengine ambayo yanaunajisisha, yanaufanya moyo wa mtu uwe ni najis, ni bid'a, ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya maasi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika miezi ambayo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuelekea katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ilikuwa inabidi tuzungumzie kuhusiana na mwezi tunaoelekea mwezi wa Muharram na mambo yanayopatikana katika mwezi wa Muharram. Lakini kutokamana na hali tuliyokuwa nayo katika mazingira yetu na wilaya yetu, ukithiri kwa bid'a zilizokuwa nyingi na ukithiri kwa bid'a na hizbia katika wilaya yetu hii, na ukithiri kwa wazungumzaji ambao wanazungumza wakidai wamo katika sunna hali ya kuwa wamehalifu misingi iliyokuwa ya sunna, nikaonelea leo tuzungumzie nini maana ya sunna na kwa nini tunasema ansaru sunna ni watu ambao wamehalifu misingi ya sunna. Tunaizungumza ansaru sunna kwa sababu ni watu ambao wanaonesha muonekano wao, wanaonekana kana kwamba wamo katika sunna hali ya kuwa ni kinyume na hivyo. Ukiwatazama wao utadhani ni kama sisi, muonekano wao ni kama sisi, wanaachia ndevu kama sisi, wanapunguza suruali kama sisi na kanzu kama sisi, lakini uhakika ulivyo wao ni watu wa bid'a kama watu wa bid'a waliokuwa wengine.
kwa sababu wao wamezua miongoni mwa bid'a ambazo zimezushwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tutakuja kuona kwani tunasema kwamba Ansar Sunna si katika ahli sunna wal jamaa, si katika masalafi. Tambua enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam da'a an-nasa ila dini al-islam. Hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam amewalingania watu katika dini ya Uislamu, wa'allamahum aqidatahu, na akawafundisha wao akida yake mtume sallallahu alayhi wasallama, wa manhajahu, na manhaji yake mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kullama jaa bihi anillahi azza wa jalla. Na mtume sallallahu alayhi wasallama amewafundisha watu, akawafundisha masahaba, akawalingania watu kila ambacho amekuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala khaira, hakuna khairi illa dalla al-umma, hakuna khairi isipokuwa khairi hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama ameijulisha katika umma wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala sharra illa hadharaha minhu, na hakuna shari isipokuwa ameitahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam falam yufariqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya illa wa qad 'allama ashabahu jami' ad-din. Na hakika mtume sallallahu alaihi wasallam hakufarikiana na dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuondoka kuiacha hii dunia isipokuwa hakika amewafahamisha masahaba zake dini yote. Wabayana subhanahu wa ta'ala anna ad-dina kamil, na akabainisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba dini ya Uislamu aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallama ni dini iliyokuwa kamili, la yahitaji ila ziyada wala nuqsan, haihitaji ziada wala haihitaji mapungufu, haihitaji kupunguza katika dini ya Allah. Kila alichokifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, alichokifikisha mtume sallallahu alaihi wasallam, inabidi kila muislamu ashikamane nacho hicho, basi na kuongeza katika dini ya Allah wala basi na kupunguza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika kitabu chake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo nimekukamilishieni kwenu ninyi dini yenu, na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu, na nimeridhia kwenu nyinyi ya kwamba Uislamu ndiyo dini. Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha dini, amekamilisha kila kitu katika dini ya Uislamu, na ametimiza neema zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi, na akaridhia ya kwamba Uislamu aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallama ndiyo dini ambayo anaikubali Allah subhanahu wa ta'ala. Ala Saadi rahimahullah, al-Imam Saadi katika tafsiri yake, wakati anaitafsiri aya, akasema katika kauli ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-Imam Saadi rahimahullah akasema bitimami wa takmil, bitamami wa takmil, kwa ukamilifu na kutimiza. Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha na ametimiza dini ya Uislamu, ametimiza sheria ambazo ni adh-dhahira wal batina, sheria zilizokuwa wazi na zilizofichikana, al-usul wal furu', ametimiza misingi na furu' na matawi, ametimiza misingi ya dini. Usuluddin katauhid, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametimiza misingi ya dini kama tauhid, wal iman billah, wal iman bil malaika, wal rusul, wal kutub, wal yawm al akhir, wal iman bil qadar khairihi wa sharrihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametimiza hii misingi. Ama furui kasalati wasiyam wazakati wanikah watalaq na mengine katika furui, katika hukumu za vitendo na masuala ya kifiki, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametimiza yote hayo, amekamilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usul na furui. Usuli ni kama misingi ya tauhid na misingi ya imani, na furui ni kama mambo ya kifiki kama swala, kama biashara, kama ndoa, talaka
yote haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha kuyafundisha. Miamala, namna ya kuamiliana na jamii na watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatimiza, kakamilisha. Allah subhanahu wa ta'ala akamkamilishia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwetu sisi hii dini ya Uislamu. Walhadha, na kwa ajili ya hilo sasa, kana alkitabu was sunna, basi ikawa kitabu na sunna kafiyaini kulla alkifayati fi ahkami din, ikawa ni vitu viwili vinavyotosheleza katika kila kinachotosheleza katika hukumu za dini. Alkitabu was sunna asla dini, basi kitabu na sunna ikawa ni misingi ya dini, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Leo nimekukamilishieni kwenu nyinyi dini yenu na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu na nikaridhia ya kwamba Uislamu ndio dini. Basi Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ametumwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, akamtuma akamwelekeza ya kwamba huu ndio Uislamu na ndio dini iliyokamilika, yabidi kila Muislamu kushikamana nao huo Uislamu. Na kila ambacho kitakuwa ni chenye kuhalifu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi takiweka pembeni, hatutoshikamana nacho. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufarikiana na hii dunia, kuondoka, akawa amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaacha masahaba. Baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Abu Bakar radhiallahu anhu na mahalifa wote wakatawalia katika hii dini ya Uislamu khilafat almuslimina, wasara jami'ul khulafai ar-rashidin was-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ala khair tarakahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Basi wakawa masahaba na mahalifa walioongoza katika Uislamu wakawa katika khairi, ni wenye kufuata, wakawa katika khairi aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliowafuatia wao wakabaki katika khairi ambayo aliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasahabatu, bas masahaba ahadu hadha ad-dina kullahu an nabi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakachukua hii dini yote, hii dini yote kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali nabii sallallahu alaihi wasallam bayana annahu taraka ummatahu ala al-baydai, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha ya kwamba umma wake ameuacha katika al-baydha, katika uwazi, ameuachia uwazi, ameuacha katika uweupe, lailuha kanahariha, mchana wake usiku wake ni kama mchana wake, upo katika uwazi. Uwazi wa Uislamu ni kama unavyoona usiku wake ni kama mchana, la yazi'u anha illa hal, hapotei akauacha huu Uislamu, dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa yule ambaye ameangamia. Aliyepotoka akaacha dini iliyokuwa sahihi, akaacha manhaji aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hadithi ameipokea Irbad bin Sariyah wa sahahu al-Albani rahimahullah katika mapokezi ya Ibn Majah. Qala Abu Dharr rahimahullah, Abu Dharr al-Ghifari, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma ta'irun yatirun bi janahi illa indana minhu ilmun. Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah radiyallahu anhu anasema, tarakana Rasulullah, ametuacha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa ma ta'irun yatiru bi janahi, na hakuna ndege anayeruka kwa mbawa zake, illa indana minhu ilmun, isipokuwa kwa huyo ndege tunayo elimu inayomhusu huyo ndege. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha jambo lolote isipokuwa amelifundisha, kafikia hatua ya kufundisha mpaka namna ndege anavyoruka kwa mbawa zake. Uko wapi ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na dini ya Allah? Kwa nini usiwe katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala al-Hafidh as-Suyuti, al-Hafidh as-Suyuti rahimahullah akasema, qala Ibn Taymiyyah, amesema Ibn Taymiyyah, yajibu an yu'lama anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bayyana li-ashabihi maani al-Qur'an. Ni wajibu afahamu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, yajibu an yu'lama,
ni wajibu kufahamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, bayana al-ashabi, amebainisha kwa masahaba zake maana al-Qur'an, maana ya Qur'an, kama bayana lahum alfadhahu, kama alivyobainisha lafzi za Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallama akabainisha hivyo hivyo maana ya Qur'an, kwa maana ameelezea kila kitu, amefahamisha kila kitu. Wa kauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili upate kuwabainisha watu yale ambayo tumeyateremsha kwa ajili yao hao watu, kuwabainishie. Yatanawalu hadha wa hadha, hii inajumuisha, inakusanya hili na hili. Yatanawalu bayana alfadhi alquran wa maanihi, inakusanya na kujumuisha kubainisha alfadhi, maana ya Qur'an, alfadhi za Qur'an, wa maanihi, na maana ya Qur'an, wa bayana ahkamihi wal amal bihi, na kubainisha hukumu za Qur'an na matendo ya Qur'an. Tabyina al-lafzi wal ma'an, yani katika kubainisha lafzi ya Qur'an na maana ya Qur'an. Mfano kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika kitabu chake, wa aqimus salata, nasimamisheni swala. Tabyinul hukmu wal amal, amebainisha hukumu na matendo. Simamisha swala, kusimamisha swala ni hukumu, na kule kufanya kitendo ndio amalu. Kwa hiyo enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallama amebainisha kila kitu. Fadin, bas dini ya Uislamu lam yudau fi uquli rijali, haijawekwa katika akili za watu, wa araihim, wala katika rai zao, wa inama huwa wa'yun min Allah, hakika ya mambo yalivyo dini ya Uislamu ni wahi inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Uislamu ni wahi unayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallama, wa akhadahu minhu ashabuhu lafdhan wa fahman wa aqidatan wa manhajan, na wakachukua kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallama masahaba zake lafdhi ya dini ya Uislamu, na lafdhi ya Qur'an, wa fahman, na ufahamu, wa aqidatan, na aqidan, wa manhajan, na manhaj kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, faida tunayoipata katika maneno haya, anna dina, ya kwamba dini qad qamla wa tamma bayanu fi hayati nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika dini ya Uislamu imekamilishwa wa tamma bayanuhu, na umetimia ubainifu wake fi hayati nabii sallallahu alaihi wasallam, katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yahtaju ila ziyadati wala nuqsan, basi hapahitajiki ziada wala mapungufu katika dini ya Uislamu. Na faida nyingine tunayoipata, anna sahabata radhiyallahu anhum ahadu dina kullahu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wamechukua dini yote kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahum a'lamun nasi bisunna, na wao masahaba ndio wajuzi zaidi wa watu katika kuifahamu sunna, wa afhamuhum lidini, na ndio wanaofahamu zaidi kwa wao hao watu kuifahamu dini. Kwa hiyo yampasa kila Muislamu kuifahamu dini ya Uislamu, fahamu Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama kupitia ufahamu wa masahaba radhiyallahu anhum. Na faida nyingine tunapata faida wujubu tamassuk bil kitabi was sunna ala fahmi salaf salih, wajibu wa kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama juu ya ufahamu wa salafus salih. Na faida ya nne, anna tariqa al-haqq wadih bayin la labsu fihi wala umuda, ya kwamba njia ya haki iko wazi, njia ya haki iko wazi, bayinun la labisan, iko wazi, imebainishwa, haina mkanganyiko fihi, ndani mwake, wala humudan, wala hakuna utata katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya haki, njia ya salaf iko wazi, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na faida nyingine, at-tahdhiru min al-bid'ah wal muhdathat fi din, kuna tahadhari, kutahadharisha kuna kukuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha sababu az-zayg wal halak, kwa sababu kule kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala
kuleta bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kupondoka na kuangamia. Anna man taraka sunna, na kwamba yule atakayeacha sunna an-nabii sallallahu alaihi wasallam wattaba al-ahwa, na akawa ni mwenye kufuata matamanio, fakad arada nafsahu, hakika atakuwa amejiwekea katika nafsi yake lidhalali wal halak, atakuwa amejiwekea katika nafsi yake upotofu na kuangamia. Na faida nyingine, anna najata wasalama fi luzumi ma kana alayhi nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, kuokoka na usalama ni katika kulazimiana na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Hizi ni faida ambazo tunazipata katika maneno ambayo tumeyatanguliza. Kuokoka na salama yako wewe katika maisha ya hapa duniani na huko akhera ni wewe kulazimiana na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ya kwamba anna al-huda kulluhu fi ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna ash-sharra kulluhu fi mukhalafati hadihi. Na ya kwamba uongofu ni kule kufuata kila alichokuwa nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, kufuata katika yale ambayo amekuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ya kwamba shari yote, sharia yote ni kule kukhalifu mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman taba'a ahwa'ahu bighayri hudan min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa illam yastajibu lak, na ikiwa hawatakujibu kwako wewe, hawatakuitikia wakawa ni wenye kufuata manhaji yako, sunna zako wewe mtume sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi tambua ya kwamba wao ni wenye kufuata matamanio yao. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, basi ni nani yule ambaye ni dhalim aliyepotea? Ni nani ambaye amepotea zaidi kumliko yule mwenye kufuata matamanio na akafuata mwongozo usiokuwa wa Allah, mwongozo unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani aliyepotea zaidi kumliko huyo? Kwa maana aliyepotea zaidi ni yule ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake, akawa ni mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alam rahimakallah, al-Imam al-Barbahari rahimahullah anasema wa alam rahimakallah anna ad-din inma jaa min qibalillah, tambua ya kwamba Allah kurehemu ya kwamba dini, hakika ya mambo yalivyo, dini imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudau ala uquli ar-rijal, haijawekwa katika akili za watu wa araihim, wala katika rai zao. Wa ilmuhu, na elimu yake inda Allahi wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam, elimu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi'u shay'an bihawaka, basi usifuate kitu chochote kwa matamanio yako, usifuate kitu chochote kwa matamanio yako. Fatamruka min al-din, ukaja ukachomoka ukatoka katika dini. Fatakhruja min al-islam, na ukaacha Uislamu ukatoka katika Uislamu. Fa innahu la hujjata laka, hakika ya mambo yalivyo hautokuwa na hoja yoyote wewe kwako wewe kuiacha dini ya Allah, kuacha manhaji aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, hautokuwa na hoja. Fakad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummatihi, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwa umma wake as-sunna, amebainisha sunna wa awdahaha li ashabihi, na akaweka wazi kwa masahaba zake, akaiweka wazi sunna kwa masahaba zake. Wa humul jamaa, na akasema nao hao masahaba ndio jamaa. Wa humus as-sawadul a'zam, nao ndio as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam al-haqq wa ahluhu, as-sawadul a'zam haki na watu wake. Wa in qallu, hata kama watakuwa ni wachache, wakawa ni wachache, ni watu wawili, madamu wameshikamana na haki, wameshikamana na watu wa haki, hao ndio as-sawadul a'zam. Faman khalafa ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na yule atakayehalifu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam fi shay'in, katika jambo lolote, min amri din, katika mambo ya dini, faqad kafara, basi huyu atakuwa amekufuru. Haya maneno ameyasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah katika sharh as-sunnah safu nambari 12. Waqala al-Imam Malik, na amesema al-Imam Malik rahimahullah, man ibtada fil islam bid'ah, man ibtada fil islam bid'ah yara hasan, na yule atakayezua katika Uislamu bid'ah, akawa anaiona hiyo bid'ah kwamba ni bid'ah nzuri, fakad zaama anna Muhammadan khana ar-risala, basi atakuwa amedai
madai ya uongo ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana risala, kwa maana ya kwamba adafikisha ujumbe aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au kwamba amefikisha ujumbe lakini jambo fulani hakufanyaje, amelifanyia khiana. Lianna Allah yaqulu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni kwenu nyinyi dini yenu. Dini ya Uislamu imekamilika. Kwa hiyo haina haja ya kufuata dini isiyokuwa ila aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama lam yakun yawma idhin dinan, basi kila ambacho akikuwa siku hiyo dini. Wakati gani? Wakati inateremshwa hii aya, akikuwa dini, fala yakunu al-yawma dinan, basi akiwezi kikawa leo siku ya leo tuliyokuwa nayo kikawa ndio dini. Haya maneno yanapatikana katika aya yetu Sama al-Imam al-Shatibi, mjedi wa kwanza ukurasa nambari 65. Anna ma lam yakun dinan fi ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fala yakunu dinan ba'dahu, kila ambacho akikuwa dini katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, akiwezi kikawa dini katika zama zetu hizi baada yao hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tambua Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, kad akhbara an-nabii sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqa. Tambua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa habari ya kwamba umma wake utakuja kugawanyika makundi 73. Wahidatun fi janna, kundi moja ndilo litakalookoka na kuingia katika janna. Wathintani wa sab'una fi nar, na makundi 72 yataingia motoni. Ila ya Rasulullah, ikasemwa ni ewe Mtume wa Allah, man hum, ya kina nani hao watakaokoka? Ala aljamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni aljamaa. Na aljamaa tumeona ni kwamba as-sawadul adam, ni kundi lilokuwa kubwa, ni jamaa iliyokuwa kubwa. Na kundi lilokuwa kubwa haikusudiwi, makusudio yake haikusudiwi kwamba liwe na watu wengi. Hapana, ni watu na haki, watu ambao wameshikamana na haki, hata kama watakuwa wachache, hata kama atakuwa ni mtu mmoja, huyo ndiye ambaye atakuwa katika haki. Thumma suila anil jamaa, kisha akaulizwa kuhusiana na aljamaa. Waman hiya ya Rasulullah, ni akina nani hao jamaa ewe Mtume wa Allah? Ala ma ana alayhi wa ashabi, ni wale watakao kuwa na yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu radhiyallahu ta'ala anhu. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo tulazimiane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema, aljamaa ma wafaka alhaqa wa in kunta wahdaka, jamaa ni kulazimiana na haki hata kama utakuwa wewe peke yako, maadamu umelazimiana na haki, hiyo ndiyo jamaa. Al-ibla, na ibla mazingatio bil haki, ni kwa haki, la bil kathra, si kwa wingi, kwa sababu ya wingi kwamba watu hawa ni wengi ndio basi hawa ndio watakao kuwa katika haki. Hapana, ibla mazingatio ni kuwa katika haki, si kwa sababu ya wingi. Kad yakunu ahal alhaq qalili yajibu ittiba'u dalili la rijala, inaweza ikawa watu wa haki ni wachache, ni wajibu kuwafuata wao au watu wa haki, kufuata dalili, si kumfuata mtu, kufuata mtu binafsi, kwamba kwa sababu mtu huyu amefahamika, huyu amekuwa ni mdiru wa jimbo, ama huyu amekuwa nani, au huyu kwa sababu huyu amesomea, amepanda ndege, ameenda mpaka Madina, kaenda kusoma katika nchi ya Madina, basi ngoja nifuate huyu. Hapana, mazingatio ni kufuata haki. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu, wengi wamegulika kwa kufuata wingi, au kwa kufuata sababu ya kwamba mtu huyu amepanda ndege kaenda Madina kusoma, wakaona huyu basi ndiye ambaye yuko katika haki. Lakini wako wangapi ambao wanakosea katika haki, wanakosea katika manhaji? Wako wangapi ambao wamepanda ndege wakaenda mpaka Madina, lakini wakarudi bado ni mahizbi, wakarudi bado ni watu wa bid'ah? Wako wangapi ambao wamekaa katika madaris za watu wa bid'ah, wakawa wanazungumza na kuwasema vibaya watu wa haki, wakawa wanawasema masalafi? Tunawaona ni wengi mno katika mitandao ya kijamii na mpaka katika wilaya yetu ya Mreba. Wengi wanakuja katika sura ya kulingania katika sunna, lakini wapo katika hizbia.
wapo katika hizbia, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in tuti akthar man fil ardh yudhilluka an sabilillah, na ikiwa utawatii wengi katika ardhi, ukaona watu ni wengi, basi ukawatii hao, basi watakupoteza ukaiacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abad, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunaendelea na hutuba yetu, tunazungumzia kuhusiana na misingi ya kufuata manhaji iliyokuwa sahihi, manhaji ya salaf, na kuachana na wale ambao wamepinda, wameiacha manhaji ya salaf. Ni wengi ambao wamekuja katika sura ya kwamba wamo katika sunna, lakini wameharifu misingi ya sunna. Na al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wakati alipokuwa anaizungumzia misingi ya sunna katika kitabu chake Usulu Sunna, amesema usulu sunna ta'andana atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Misingi ya sunna kwetu sisi ni kushikamana na yale aliyokuwa nayo, waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, na kuwafuata wao, wa tarikul bid'ah, na kuacha bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalala, na kila bid'ah ni upotofu. Fakana sahaba, basi masahaba, fakana sahabatu fi aqidatin wahida, masahaba walikuwa katika akida moja, wa fi manhajin wahid, na walikuwa katika manhaji moja. Walamma kana fi akhir khilafati Uthman radhiyallahu anhu, na pindi pale ilipokuwa katika mwisho wa khilafa ya Uthman radhi Allah ziwe juu yake, wa fi awwal khilafati Ali radhiyallahu anhu, na katika mwanzo wa khilafa ya Ali radhi Allah ziwe juu yake, baada an-nasu yuhdithuna al-bid'ah, basi watu wakaanza kuzusha bid'ah. Fabada'at bid'atun al-khawarij, wakaanza bid'a ya khawarij, ikaanza bid'a ya khawarij, thumma al-qadariyya, kisha bid'a ya qadariyya, thumma al-irja', kisha bid'a ya irja', wa hakadha, na nyinginezo katika bid'a ambazo zilizushwa katika dini ya Uislamu. Masahaba wao walikuwa katika manhaji moja, katika akida moja, walikuwa wamejikusanya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika mwisho wa khilafa wa khalifa wa Uthman radhi Allah ziwe juu yake, na mwanzo wa khalifa wa Ali radhi Allah ziwe juu yake, basi wakazusha bid'a. Na bid'a ya kwanza iliyozuka ni bid'a ya khawarij, ikafuatia bid'a ya qadariyya, ikafuatia bid'a ya irja, na bid'a nyingine zikawa zinafuatia hivyo hivyo. Mwisho wa masahaba zikazuka bid'a zilizokuwa nyingi. Falam yuhdithu an-nas bid'atan illa hadharha al-ulama minha, haikuzuka bid'a yoyote, watu hawakuzusha bid'a yoyote isipokuwa wanawazuoni walitahadharisha hiyo bid'a. Katika zama za masahaba, bid'a zilizoanza kuzuka, wanawazuoni maulama wakatahadharisha ya kwamba hii ni bid'a, sunna ni hii. Wabadau man ahdathuha, wakawabidiisha wale waliozusha hiyo bid'a, wakawa wanawabidiisha kwamba huyu jamaa amezusha hii bid'a, kwa hiyo huyu ni mtu wa bid'a, biduni nadhari ila kauniha wahida, basi na kutizama lile alilokuwa nalo, hata kama itakuwa ni jambo moja au ithnatain au ni mambo mawili, amezusha bid'a moja au amezusha bid'a mbili au thalathatan au akthara au bid'a nyingi. Lianna al-insana, kwa sababu watu yuaddu mubtada'an bibid'atin wahida, kwa sababu mtu anahesabiwa kuwa ni mtu wa bid'a kwa kule kuzua bid'a moja tu. Bid'a moja tu inamweka mtu kuwa ni mtu wa bid'a. Basi baada ya kuzuka kwa bid'a hizo, bid'a ya khawarij, watu wakawa wanatoka dhidi ya utawala, wanawazuoni wakazungumzia kuhusiana na bid'a ya khawarij. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi alladhina khalafu manhaj as-salaf. Kabla ya kuangalia miongoni mwa watu ambao wamehalifu manhaj ya salaf, tutambue ya kwamba falam tuhdath
bid'atun illa qama al-ulama birradd ala man ahdathaha, haikuzuka bid'a isipokuwa walisimama wanazuoni kwa rad juu ya ile bid'a ambayo wameizusha, wa iqamatil hujja alayhi, na wakawa wanasimamisha hoja juu yao, kisha wanambidiisha wa ile bid'a ambayo wameizusha. Na miongoni mwa watu ambao wamehalifu misingi ya sunna, wa minan nasi alladhina khalafu manhaj as-salaf, na miongoni mwa watu ambao wamehalifu misingi ya manhaj as-salaf wakaacha sunna wakazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni jamaatu ansar sunna, ni kundi la ansar sunna al-muhammadiyya fil alam, katika ulimwengu, katika dunia hii. Watu ambao wamehalifu misingi ya sunna wakatoka wakaiacha manhaj ya salaf ni ansar sunna. Fa inna jama'ata ansar sunna, bas hakika ansar sunna kanu ala manhaj salaf fi bidaya, walikuwa katika manhaj ya salaf wa mwanzo wake. Wakati inaanza ansar sunna ilikuwa katika manhaj salaf, wadhālika hina ma kanu fi misra thumma sudana wa fi mukhtalifi albilad alislamiyya wa ghayriha. Hivyo pindi walipokuwa katika miji ya Misri na wakawa katika kisha miji ya Sudan, kisha miji mingine tofauti tofauti, mpaka wakafika katika miji yetu ya Tanzania na miji mingine isiyokuwa hii, walikuwa katika manhaj ya salaf mwanzoni. Wanaanza wakanu ala manhaj salafi mundu bidayatihim, walikuwa katika manhaj salafi tangu wanaanza kwao, ala ra'si afadhil ulama, wakiwa chini ya viongozi wao wanawasuoni, amthali Sheikh Muhammad Hamid al-Faqih, mfano Sheikh Muhammad Hamid al-Faqih wa Sheikh Ahmad al-Shakir wa Muhammad Ali Abdul Rahim wa Abdul Rahman al-Wakil wa Muhammad Khalil Harrasi wa ghairihim. Walikuwa chini ya hawa wanawazuoni. Hawa ndio waanzilishi wa Ansar Sunna kule Misri na Sudani miaka ya 1926. Walikuwa katika misingi ya ahli sunna wa jamaa, lakini baada ya kuondoka kwa hawa, baada ya kufariki kwa hawa, Ansar Sunna ikahalifu misingi ya sunna, wakaingia katika hizbia, wakaingia katika milengo ya ikhwan, ya milengo ya kina Said Qutbi, Hassan al-Banna, wakaiacha misingi ya ahli sunna wa jamaa. Wakawa wao wamehalifu misingi ya ahli sunna wa jamaa, wakaingia katika bid'a. Wanawazuoni wakawabidiisha. Miongoni mwa wanawazuoni ambao wametoa fatwa ya kuwabidiisha Ansar Sunna, baadhi ya maduati walinganizi wanaolingania katika Ansar Sunna, na mmoja wao wakati anafundisha katika darasa zake za fiqh, anafundisha ile Umdatul Ahkam, akazungumza kwamba wanatutuhumu sisi kwamba ni watu wa bid'a, watuoneshe bid'a moja wapo, kwamba sisi tunakusanya mali. Sio sisi tunaozungumza, ni wanawazuoni, na wanawazuoni wamewafahamu nini zaidi. Miongoni mwa wanawazuoni ambao wamewabidiisha Ansar Sunna kwamba ni watu wa bid'a na al-Sheikh al-Albani rahimahullah wa ghayruhu, ni al-Sheikh al-Albani rahimahullah na wengineo. Bali inna al-Sheikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah, amesema fi kitabihi Tuhfatul Mujib, amesema katika kitabu chake alichokiita Tuhfatul Mujib, Sheikh Muqbil rahimahullah anasema kuhusiana na Ansar Sunna katika kitabu chake Tuhfatul Mujib ala as'ilati al-hadil wal gharib fi safhati, katika safa ya 229 Sheikh Muqbil na safa ya 233 anasema kuzungumzia kuhusiana na Ansar Sunna. Alipoulizwa kuhusiana na Ansar Sunna fi Sudan na wengineo, akasema wa dhakara annahum inharifu au inharafu an manhaj salafi, hawa wamepinda, wameacha manhaj salafi. Qala Sheikh Muqbil rahimahullah, Sheikh Muqbil rahimahullah akasema fi Tuhfatul Mujib, akasema amma jama'atu Ansar Sunna, ama jama'atu Ansar Sunna, jamaa ya Ansar Sunna fakad asbahu jama'at Ansar al-Mal, hawa wamekuwa sasa hivi sio Ansar Sunna tena, bali wao ni Ansarul Mali, ni watu wa kunusuru mali, ni watu wa kukusanya mali. Kwa hiyo sio sisi kwamba tunawatuhumu nyinyi, bali nyinyi mlete hoja ya kwamba wewe ambaye umekaa ukiwahamasisha watu wako au maanswati
kwamba sisi tunawatuhumu kwamba nini mnakusanya mali, leta hoja ya kujitetea kwamba unajichomoa katika kauli za wanazuoni kwamba nini hamkusanyi mali. Bali wanawazuoni wao wanasema ya kwamba nini sasa hivi sio ansar sunna tena, bali ni ansarul mali. Nyinyi ni ansarul mali, ni watu wa kukusanya mali, ni jamaatu ansarul mali, jamaa ya kukusanya mali. Jichomoe kwa kauli ya mwanazuoni ambaye amekutoa wewe kwamba nini sio jamaa ya kukusanya mali, kama alivyosema Sheikh Mukbil rahimahullah rahmatan wasa katika kitabu chake Tuhfatul Mujib alipokuwa akizungumzia ansarus sunna. Amesema ya kwamba ansarus sunna sasa hivi sio ansarus sunna tena, bali wao ni ansarul mali. Tena akasema katika ukurasa wa 233 pindi pale walipomtaka hawanasi shababu Sudan, akasema ansauhum ayatrabu au ayatrubu alilm, na kunasihini kutafuta ilmu, wa ayabtaidu an jamaati ansar sunna, na mjiweke mbali na kundi la ansar sunna. Fakad asbahu duatu bid'ah, hakika hawa ansar sunna sasa hivi wamekuwa ni walinganizi wa bid'ah. Hawa ni watu wa bid'ah ansar sunna. Sheikh Mukbiri anasema hivyo kwamba ansar sunna ni watu wa bid'ah. Miongoni mwa mambo ambayo wameharifu misingi ya sunna, ansaru sunna wameharifu wakaiacha manhaj ya salaf, ni kwamba wao ni pale ambapo wameingia katika jambo la bai'a. Wa min al-umuri allati inharafa anha jama'at ansaru sunna al-bai'a, ni jambo la bai'a. Fa ansaru sunna indahum al-bai'a ala sam'i wa ta'a limudiri au rais al-jumuiyya. Ansaru sunna wao wanalo jambo la bai'a, kutia mkono wa utiifu kwa kiongozi, kwa mdiri, jambo ambalo linapaswa liwe kwa mtawala, lakini wao wameliegemeza kwa mdiri wa taasisi, mdiri wa jimbo, mdiri wa nini. Hili jambo ni jambo ambalo wanawazuoni wamesema ya kwamba ansar sunna wamepinda kunapo jambo hili, na hili ametolea fatwa Sheikh Al-Albani rahimahullah pindi alivyoulizwa swali kuhusiana na vijana wa Sudan, na walipomuuliza swali kuhusiana na jamaat ansar sunna namna wanavyo walazimisha kunako jambo la at-taa, asamu wa taa lil mudiri, ya kwamba mtu ambaye hatosikia na hatotii na kumsikiliza mdiri, basi huyu atakuwa ametoka katika Uislamu. Sheikh Al-Albani rahimahullah akasema ya kwamba hawa ansaru sunna ni ansarul bid'ah. Hili jambo sio katika misingi ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo tunamwambia huyu aliyejitokeza akisema kwamba sisi tunawatuhumu wa kwamba wao wanakusanya mali, sio wanajenga mashule, sio wanajenga hospitali, ya kwamba jambo hili limo kwenu na ni katika fikra za ikhwan. Atukusudi kwamba kule kukusanya pesa kwamba kuna kutoa katika nini, lakini nyinyi mmelifanya kama ndio misingi ya dini. Angalieni katika makongamano yenu, jambo ambalo mnalitilia mkazo na mnaliita kwamba ni athari, ni jambo la kukusanya pesa. Athari mmeijalia kwamba ndio pesa. Kusanya pesa ndio athari kwenu nyinyi, sio kusoma, na kusomeshana. Kwa hiyo ansar sunna wamepinda katika mambo mengi. Insha Allah tutakuja kuiangalia pia katika darasa zetu tutakapokuwa tunasoma kitabu kinachoitwa Inhiraf Jamaat Ansar Sunna an Manhaj Salaf. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب القبر وفتنة المحيا وممات من الفتنة المسيح الدجال. أقم الصلاة.